Kambi ya FARDC imeweza kuchoma moto na watu watatu, ni kusema askari watatu wameweza kupoteza maisha huko Jugu katika Ituri. Hali hiyo imeweza kusababisha hofu kubwa na wakahaji kuweza kuhama. Na pia huko Kavumu kumetokea ajali kubwa, watoto wachanga wawili wameweza kupoteza maisha kutokana na bomu kuweza kuripuka. Bomu hiyo ilikuwa ni ambayo iliweza kubaki wakati ya mapigano ambayo ilikuwa ikifanywa katika mji huo. Vile hali ya kusikitisha na ambayo inatia haya kabisa na hofu, wakimbizi ambao walikuwa wakijificha kwenye epe Masisi wameweza kuporwa vitu vyao vyote nyumbani mwao, wakiwa ni watu ambao wanaishi maisha magumu na ya ukimbizi. Pia tutaweza kuzungumzia vijana wawili wa umri mdogo ambao wameweza kupoteza maisha kutokana na mlipuko wa mabomu huko Kavumu, hali ambayo imeweza kuleta majonzi na hali ya kusikitisha kabisa kwa wazazi wa watoto hao. Tutazungumzia pia siri nzito ambayo ilikuwa inafichwa, ambako watu 14 huko Ituri wameweza kukamatika kwa kosa la kuweza kuchimba madini kinyume na sheria, ikiwemo Wakongomani watatu na wa China 11. Endelea basi kuwa na redio yetu hii ili kupata habari zote hizo kwa mfululizo. Asante sana. Kama tu nilivyotanguliza, askari watatu wameweza kupoteza maisha kutokana na shambulizi ambalo limeweza kufanywa na vikosi vya waasi na kuchoma pia mahali ambako askari hao walikuwa wakiishi huko Jugu ndani ya Ituri. Mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Pimbo wilayani Jugu mkoani Ituri, zaidi ya kilomita 15 kutoka Bunia, ambako kambi la jeshi la FARDC limechomwa moto na wanajeshi watatu wameweza kuuawa. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yamekutanisha wapiganaji wa jeshi la FARDC dhidi ya wapiganaji wa kundi la Convention pour la République Populaire CRP. Taarifa zinaeleza kuwa pia wanamgambo wa Codeco wamehusika katika mashambulizi hayo. Ni kusema jeshi la FARDC limejikuta likipigana na vikosi vya waasi vya aina mbili, Codeco na pia CRP. Vyanzo vingine vinaeleza kuwa raia watatu wote wanawake huenda wamepoteza maisha katika vurugu hizo, ingawa taarifa hiyo bado haijathibitishwa rasmi na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi majira ya saa 1 asubuhi, milio ya risasi na mapigano bado yalikuwa yanaendelea katika makundi hayo yenye silaha, huku hali ya usalama ikibaki kuwa tete na ambayo watu wakizidi kujiuliza maswali mengi. Wananchi wa maeneo ya karibu wameingiwa na hofu kubwa kutokana na mapigano hayo, huku wengine wakianza kukimbia makazi yao kwa kuhofia kuathiriwa na vita hivyo ambavyo vilikuwa vinaendelea. Hiyo ilikuwa ni habari kutokea huko Ituri. Acha basi tuelekee huko basi mkoani Kivu Kaskazini, ambako jambo la aibu limeweza kutokea kwa kuwa vikosi vya watu wenye kumiliki silaha vimeweza kuwaingilia watu ambao ni wakimbizi ambao hawana nyumba wala chakula wala nini, lakini wameweza kuingia ndani ya nyumba zao na kuweza kupora kila kitu, kuanzia mifugo, chakula, mavazi na kila kitu ambacho wakimbizi hao walikuwa nacho, na hivyo wakimbizi waliweza kubaki bila matumaini yoyote. Hilo limeweza kutokea kwenye shule la msingi la Epe Masisi ambayo inahusishwa na WTM Sepake. Waporaji hao waliweza kushambulia watu hao kwa kupiga risasi za juu ili kuweza kurahisisha wizi wao na kuweza kurahisisha wao kuweza kuondoka.
Mambo hayo yaliweza kufanyika usiku tu wa kuamkia leo hii, ni kusema tarehe 27 kuamkia tarehe 28 majira ya saa 2 ya usiku katika komine rirale ya Masisi. Hali hiyo imeweza kuzua hofu mkubwa, na hivyo watu hawa ambao hawakuwa na kitu chochote wameweza kuomba msaada kwa watu ambao kuwa na moyo mwema ili kuweza kuwasaidia, kwa kuwa mifugo yao yote na kila kitu ambacho kilikuwa chao kimeweza kupelekwa na watu hao wenye silaha. Tukio lingine lenye kuvunja moyo na kulisikitisha limeweza kutokea huko Kavumu, ambako watoto wawili wameweza kuuawa na mlipuko wa vifaa vya kivita vilivyolipuka. Asubuhi ya leo tariki 28, tukio la kusikitisha limetokea mjini Kavumu katika eneo la CAC Businde, ambako pia kuna kituo cha afya. Watoto hawa wawili wamepoteza maisha baada ya kushika vifaa vya mlipuko ambavyo havikulipuliwa awali bila kujua hatari yake. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, watoto hawa wawili walikuwa wakikusanya vyuma chakavu vinavyouzwa kama biashara ndogo. Inaelezwa kuwa walirudi navyo nyumbani wakiwa na vitu viwili vya chuma ambavyo baadaye vilibainika kuwa ni bomu au vifaa vya mlipuko. Walipokuwa wakijaribu kuviponda kama kawaida ya kusindika vyuma chakavu, kifaa kimoja kilipasuka na kuripuka ghafla. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watoto wawili walifariki dunia huku raia wengine kadhaa wakijeruhiwa. Mtoto mmoja alijeruhiwa vibaya na kupoteza mguu, huku mwingine akifariki kutokana na majeraha makubwa tumboni. Watu wengine pia wamedai kupata majeraha makubwa hasa masikioni na sehemu nyingine za mwili. Wakazi wa eneo hilo wanasema bado kuna hatari ya kuwepo vifaa vya mlipuko vinavyoachwa au visivyolindwa vizuri katika eneo hilo. Baada ya tukio hilo, viongozi wa eneo pamoja na mashirika ya kiraia yametoa wito kwa wananchi kuwa makini na waangalifu wakati watakuwa wanaona vyombo vyovyote ambavyo vinaweza kufanana na vyombo kama hivyo. Hiyo ilikuwa ni habari ya huzuni kutokea huko Kavumu. Acha tuendelee na habari nyingine. Turudi huko Jugu ambako ni Ituri. Watu 14 ambao 3 ni Wakongomani na 11 ni wa China ambao walikamatwa wakiwa na chimba madini isivyo halali, na watu hao wameweza kupeleka kwenye mikono ya serikali, na gavana wa kijeshi wa Ituri ameiomba vyombo vya serikali na kisheria kuweza kuwachukulia hatua kali wote ili kuweza kuwafanya wawe na nidhamu na kupatia somo wale wengine ambao wanafanya kazi hiyo. Wachimbaji madini hao ambao walikuwa wakifanya kazi hiyo isivyo rasmi wameweza kukamatwa leo hii, lakini imebainika kuwa kazi yao iliweza kuanza toka mwaka wa 2024. Ni kusema wachimbaji hao haramu waliweza kufanya kazi hiyo kwa miaka mingi sana, lakini leo hii wameweza kubainika na kuweza kupelekwa kwenye mikono ya serikali, na hivyo serikali inaomba kazi hizo za kukamata wezi hao iweze kuendelea na kuzidi kuwaadhibu ili kuweza kumaliza uhalifu huo wa kuweza kutumia uchumi wa nchi vibaya. Hiyo ilikuwa ni habari kutokea hapo Jugu. Acha basi tusonge mbele tukiwa huko ambako vikosi vya M23 vimeweza kumkamata ndugu yao ambaye alikuwa akiiba chakula kwenye restaurant na kuweza kumpiga fimbo hadi kijana huyo aliweza kusikia moto kabisa. Mwanajeshi mmoja wa waasi wa M23 anayesemekana kuwa hajalipa mshahara tangu ajiunge na kundi hilo, na pia akiwa katika hali ngumu ya njaa, alidaiwa kuiba chakula pamoja na simu ndani ya mgahawa baada ya kutuhumiwa na mwenye biashara hiyo. Taarifa zilieleza kuwa alipigwa vibaya na kuweza kufa
Tukio hilo limeibua mjadala kuhusu hali ngumu inayopitia baada ya wapiganaji ndani ya makundi ya waasi, ikiwemo ukosefu wa mishahara, njaa na ukosefu wa nidhamu kambini. Kiongozi mmoja wa kundi hilo alitangaza kuwa hatua kali zitaendelea kuchukuliwa dhidi ya wanachama wanaojihusisha na wizi au vitendo vya uchafu vinavyoendelea kufanyika. Alisema adhabu hizo zitatolewa hadharani mbele ya wapiganaji wengine ili kuwa fundisho kwa kuzuia matukio kama hayo kuweza kujirudia. Aidha, kiongozi huyo alitoa namba yake ya simu kwa wananchi ili waweze kutoa taarifa haraka pindi wanapoona mienendo mibaya au ukiukaji wa sheria unaofanywa na wanachama wa kundi hilo la M23. Kwa ujumla, tukio hilo linaonyesha changamoto kubwa ya maisha ndani ya baadhi ya makundi yenye silaha, ambapo njaa, kukosa malipo na ukosefu wa utaratibu vinaendelea kusababisha vurugu na ukiukwaji wa sheria. Hizo ni habari ambazo tunakuletea siku ya leo. Endelea kuwa na redio yetu hii ili kupata habari zingine wakati ujao. Usisahau kushare, kucomment na kusubscribe ikiwa ni mara yako ya kwanza kuwa kwenye channel yetu hii. Basi fanya hivyo mara moja ili kutupatia nguvu. Asante sana.